Jina naitwa Mkama Brown Ngombe, diwani wa kata Chitembule. Kwa kweli kwenye hoja ya walimu kutokujua kufundisha somo la Kiingereza, kwa kweli nimeshangaa sana, kwa maana tuna imani kwamba walimu wanakwenda kwenye mafunzo na wanahitimu mafunzo, wanapata vyeti vya walimu kulingana na masomo waliochukulia chuoni. Lakini mdhibiti ubora baada ya kuwa matembelea shule mbalimbali akagundua kwamba hawana uwezo wa kufundisha somo la Kiingereza. Kwa kweli sasa tunachokifanya ni kuelekeza idara ya elimu msingi pamoja na sekondari kuhakikisha kwamba walimu wanaopangwa kwenye masomo husika wawe ni walimu waliofaulu masomo hayo, kwa maana tutakuja kuwa na kizazi kimoja kibaya sana ambacho hakitoweza hata kujitegemea. Kwa maana hiyo ni kwamba tutakuja kuzalisha wanafunzi ambao watakuwa na uwezo mdogo kutokana na walimu wanaowafundisha hawana sifa za kufundisha. Kingine ambacho napenda kushauri kwamba walimu wote wa shule za msingi kama ambavyo awali mwongozo ulikuwa unasema inatakiwa wawe na diploma. Kama kuna walimu ambao bado na certificate, inatakiwa waende masomoni wakazijifunze ili tuweze kupata walimu ambao ni competent, wanaweza kufundisha watoto wetu. Naitwa Nyamkinga Mkama, diwani kata ya Igunga. Kutokana na hoja hiyo kulewa na mdhibiti ubora, kwa kweli sikuipokea jinsi nilivyoitegemea kama mdhibiti ubora alitoa hoja hiyo. Anapoongelea kwamba kuna walimu wanashindwa kufundisha somo la Kiingereza, kwa kweli nimeshituka sana. Mimi mwenyewe ni mwalimu nilistaafu miaka kama 5 tu kwenye kadi ya siasa. Kwa kweli ni kitu ambacho hakileti mantiki kwenye vichwa vya watu, na hasa wataalamu kama alikuwa na ujana. Ninajua kabisa kwamba mwalimu anapokwenda chuoni ameandaliwa katika kufundisha masomo, lakini leo hii tulipokuja kuambiwa kwamba walimu hawawezi kufundisha Kiingereza na bado amekwenda mbali akayatambulisha madarasa ya la kwanza, la pili na la tatu, mimi binafsi sikuelewa, kwa sababu pale ndo kuliko na shina letu la watoto kuelewa. Kama watoto tusipoandaa vizuri katika msingi mzuri wa kusoma la Kiingereza kwa darasa la kwanza na la pili na la tatu, nina imani kabisa kwamba hao watoto tunaenda kuwapoteza kule tunakoelekea. Kwa cha msingi ambacho nilikuwa naomba mdhibiti anapokuwa anatembelea mashule na kagua na anapata vitu kama hivyo, basi aelekeze kwa afisa elimu msingi, walimu hawa tufanye nini, walimu hawa tuchukue hatua ipi. Lakini cha msingi pale tulipokuwa sisi tunafundisha darasa la kwanza, la pili na la tatu, ni walimu wenye uwezo wa kuwaelewa na kuwatambua walimu watoto hao wenye uwezo wa masomo hayo, Kiingereza, kuandika, kusoma na kuhesabu, na ndiko tulikopitia. Sasa ina maana kwamba walimu wanaowekwa kufundisha darasa la kwanza, la pili na la tatu hawajapata mafunzo hayo. Kuna ile KK 3. Kama ametuambia kwamba Kiingereza hawajui darasa la kwanza, la pili na la tatu, kwa maana zile KK 3 kusoma, kuandika na kuhesabu hata hao watoto hawajui. Kwa sababu tunapoongelea kuandika, kuhesabu na kusoma, moja kwa moja masomo hayo mwalimu anaenda nayo kwa darasa la kwanza, la pili na la tatu, na wakati huo Kiingereza katika misingi yake ile anakwenda nayo darasa la kwanza, la pili na la tatu. Kwa hiyo mtoto anapotoka darasa la kwanza na la tatu ameipata misingi ya Kiingereza, ameipata misingi ya kusoma, kuandika na kuhesabu. Sasa mwalimu anapofikia kiwango hicho anashindwa kabisa kufundisha Kiingereza darasa la kwanza, la pili na la tatu, kwa maana kwamba wale watoto tunakwenda kuwapoteza. Wale watoto hata shule kuna walimu hawezi kufundisha Kiingereza, kwa maana kwamba mitaala inabadilika kila leo. Nilichokishauri, kama walimu wote wanakwenda sekondari na wanasoma masomo yote kwa Kiingereza kasoro somo moja la Kiswahili, inakuwaje wasiweze kufundisha Kiingereza? Na kwa nini watoto wetu kama walimu wanashindwa kufundisha Kiingereza? Je, watoto wanaofundishwa wakoje? Na shule zile zikoje? Na mtaalamu anashauri nini? Utakuta ile utaanzisha kama ya pale anapoona pana shida
kutafuta mahali wanapoweza kishauri elimu sekondari, elimu msingi, kwamba watafute ili hao watoto wetu waweze kupata taaluma elimu bora kutokana na somo la Kiingereza. Ninashauri mambo makuu mawili. Moja, ili wale watoto waweze kupata taaluma inayostahili, kwa sababu tayari changamoto wameiona. Moja ni walimu wapewe mafunzo kazini ili kwamba uweze kumudu kufanya kazi ile. Alafu vile walimu bora washauri vitengo husika watafute wenye taaluma zile inaweza kufanya kazi ile, maana inawezekana walimu wa Kiingereza wakawa kwa sehemu moja na walimu wengine wasipo kwenye sehemu moja. Maana walimu wanapokuwa wanatoka vyuoni wanajifunza mitaala, wanayo mitaala, lakini kubwa ambalo ni la muhimu kuliko vitu vyote, walimu wanasoma Kiingereza hawezi kushindwa kufundisha Kiingereza darasa la kwanza mpaka darasa la 4. Maana yake tunaandaa taifa la watu ambao wanapokwenda hawawezi kufika. Serikali ifanye mkakati na kwenye vyuo vyetu wanapokuwa wanaandaa watu wasambaze kulingana na kwenye maeneo na kulingana na kile kinachoonekana kwamba kinayo changamoto kwenye maeneo husika, na maeneo yabainishwe. Shule ziwe wazi, zibainishwe kwamba ni shule ipi na watu wanachimba na wanashauri nini kwenye ile linaloweza kutoa. Asante. Kwa hiyo mara nyingi katika ufundishaji, ufanyaji wa tathmini kwa kutekeleza mtaala ulioboreshwa darasa la kwanza la 4 la sekondari, tunakutana changamoto, na hasa tuna changamoto kubwa katika ufundishaji wa somo la Kiingereza, ambapo walimu wengi kwa shule za msingi bado wanatumia ule mfumo wa kutafasiri. Anafundisha Kiingereza lakini asilimia kubwa anaongea Kiswahili. Lakini wakati mwingine unakutana na mwalimu ameandaa somo lake, syllabus inaongea kitu kingine, yeye anafundisha kitu ambacho kiko nje kidogo ya kile ambacho tunataja katika muhtasari. Kwa mfano, nilikutana na jambo moja, mwalimu anaelekezwa kufundishwa mwanafunzi to locate places, kwamba anaweza kumfundisha mwanafunzi ajui namna ya kutoa maelekezo. Mtu anauliza afike mahala fulani, kama ni sokoni, hospitali iko wapi, amuelekeze kwa Kiingereza. Lakini mwalimu anafundisha prepositions zinazotumika ku locate places. Sasa kwenye ku locate places sio lazima preposition tu, kuna maneno mengine, kuna phrasal verbs, kuna ni namna ambayo amwezeshe tu mwanafunzi. Shida nafikiri ni uelewa wa walimu, kwa sababu ufundishaji ni utaalamu. Sasa wakati mwingine inakuja ni mitaala mipya, kuna mabadiliko, mwalimu hajamwelekeza vizuri, anafundisha namna anavyojua yeye au alivyozoea. Sasa ndio kazi yetu kwamba tukikutana na hiyo changamoto tumrekebishe mwalimu aweze kwenda sawa sawa na kile ambacho kinatakiwa kufundisha. Hili la walimu kushindwa kufundisha Kiingereza linaweza kwenda kwa asilimia 20 mpaka 30 katika halmashauri ya wilaya ya Bunda, na inakuwa vigumu wakati mwingine kuestimate asilimia halisi, kwa sababu tunapokwenda shuleni hatuna uwezo wa kuwaona walimu wote kulingana na idadi yetu ofisini, na pia kwa mwaka mmoja tuwezi kutembelea shule zote, tunachukua sample, lakini inalengi kwenye 20 mpaka 30 hapo. Tunachotakiwa kufanyika ni kutoa mafunzo kwa walimu, na tunashauri wakurugenzi watoe mafunzo kwa walimu wa Kiingereza kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, lakini wizara pia au TAMISEMI wanaweza kutoa mafunzo, kwa sababu somo hili ni msingi, na hasa mwanafunzi anapomaliza shule ya msingi anapoenda sekondari, masomo mengi anajifunza kwa Kiingereza. Sasa asipopata msingi huku chini, inakuwa shida kuendelea na masomo yake ya sekondari vizuri.